Asante sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya hii ya Ubungo, kaka yetu na mlezi wetu wakili msomi Albert Msando, baba yetu kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Afande Mulilo, ndugu wasanii na wadau wa sanaa tukiongozwa hapa na dada yangu Agi, viongozi wa TAHLISO wenzetu kwa upande ule wa Zanzibar kiongozwa na makamu wa rais wa TAHLISO ndugu yangu Hija Milambo, makamishna wa TAHLISO, wanafunzi wenzetu wa vyuo na vyuo vikuu, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mshukuru Mwenyezi Mungu Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutujalia afya njema, uhai na nguvu na ujasiri wa kuweza kukutana siku ya leo tena mahali hapa. Mbele yako niliyesimama ninaitwa Geoffrey Kiliba, ndiye rais wa jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu nchini. Na naweza kusema ni mwenyekiti ama mratibu mkuu wa kongamano hili la vyuo na vyuo vikuu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hiyo nashukuru katibu wangu mtendaji ametupitisha walau kwa uchache dhamira, malengo na makusudio ya uandaaji wa kongamano hili siku hii ya leo, na ameeleza vizuri sana, na mimi mheshimiwa mgeni rasmi nisingependa kuyarejea yale ambayo katibu wangu mkuu mtendaji ameyazungumzia. Labda kwa uchache nitumie wasaa huu mheshimiwa mgeni rasmi kukupa shukurani zetu sisi vijana wa vyuo na vyuo vikuu zikimwendea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, awe kiongozi wetu mkuu wa nchi hii baada ya mtangulizi wake kutangulia mbele za haki. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru sana mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kutuona, kutujali na kubeba upendo wa mama. Hakuona kuna shida wala ugumu wote kila mwaka kutuongezea bajeti katika sehemu ya mikopo ya elimu ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda umma huu ujue rais wetu wakati anaingia madarakani alikuta bajeti ya mikopo ya elimu ya juu ikiwa ni bilioni 464. Lakini hadi hivi sasa akiwa anaenda kwenye uchaguzi mkuu, bajeti imefika sasa kwa kiasi kidogo sana, inakaribia trilioni 1. Tunazungumzia bilioni 960 na ushe huko. Ongezeko la bajeti mheshimiwa mgeni rasmi, moja, linaonesha kwamba rais tuliokuwa naye ni kiongozi anayejua umuhimu mkubwa wa elimu, na ndiyo maana amewekeza ipasavyo katika kuboresha maslahi ya wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ili kusudi tusome katika mazingira rafiki na wezeshi, baadaye tuje kuwa rasilimali bora na nguvu kazi itakayosaidia taifa hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hata pia kwa kutuongezea campus na kuendeleza kusimamia mchakato huo kwa wivu mkubwa bila wasiwasi wowote. Tunaona mikoa mbalimbali pasipo kujali umbali wake, campus mbalimbali za vyuo na vyuo vikuu zimekuwa zikijengwa huko. Hivi karibuni tunaweza tukashuhudia umati huo wa wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu ulioko Dar es Salaam ukaonekana Simiyu, ukaonekana Geita, ukaonekana Mwanza, ukaonekana Morogoro. Hiyo kwetu sisi tumechukulia kwa maana kubwa
na katika hilo tumesema tutamshukuru pasipokuwa na kificho chochote. Mheshimiwa mgeni rasmi amefanya mengi sana katika sehemu ya vyuo na vyuo vikuu. Hapa nikizungumza ninaweza nikatumia wasaa mrefu sana kuyamaliza, lakini itoshe kusema kwamba vijana wa vyuo na vyuo vikuu tunatambua, tunathamini na kuheshimu kazi kubwa aliyoifanya katika sehemu ya vyuo na vyuo vikuu rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa maana hiyo, tunaomba mfikishie salamu zetu sisi vijana wa vyuo na vyuo vikuu. Tunaomba umwambie mama yetu tunamshukuru, na kwa kazi aliyoifanya tuna kila sababu ya kusema tunamuombea sana katika uchaguzi huu mkuu 2025, na sisi tunampenda sana, tunamtakia kila laheri. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa kwenye shukurani hizo, mwambie mama aondoe wasiwasi, na watakapojitokeza watu wa kusema hawaoni alichokifanya, sisi tunamwambia mama kazi yake hakufanya kwa waliovimba macho. Wenye utimamu wa macho tunaona kazi kubwa aliyoifanya sehemu ya vyuo na vyuo vikuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii ni siku yetu sisi muhimu sana katika nchi yetu. Vijana mbalimbali kwa wingi unaoona tumekutana hapa kwa ajili ya kujadili kwa pamoja na kutafuta tafakuri ya kina kwa namna gani kama vijana na wanavyuo tutaweza kulisaidia taifa letu likavuka salama 2025 katika uchaguzi mkuu. Na tumechukua jitihada hizi kwa sababu moja: tuliahidi, tuliapa na tulidhamiria kuwa wabeba ajenda ya kuhakikisha usalama na amani katika nchi yetu. Na tukitembea tunalikumbuka jukumu hilo, tukikaa tunalikumbuka jukumu hilo. Na ndio maana leo tarehe 24 hii ya mwezi wa 10 tumesema tutakutana hapa, tutoe mkakati wetu, tutoe mawazo yetu na mitazamo yetu na msimamo kwa namna gani vijana wa vyuo na vyuo vikuu, kwa namna nyingine tunaitwa Gen Z, si ndio? Si ndio jamani? Sisi si ndio Gen Z? Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, nataka nikwambie Gen Z halisia ndio hao waliokuwemo huko ndani. Hao waliokuwa nje wanaohubiri uvunjifu wa amani ni wauni. Si ndio? Sasa Gen Z sisi tulibarikiwa hekima, maarifa, busara na ustaarabu. Tumedhamiria ipasavyo kusaidiana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kusaidiana viongozi wetu katika serikali kuhakikisha 2025 tunavuka salama. Vijana hoye! Vijana hoye! Lakini tunafahamu mheshimiwa mgeni rasmi, matishio mbalimbali ya uvunjifu wa amani yanayoendelea. Mimi niseme mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa vyuo na vyuo vikuu hatujatishika, hilo la kwanza. Alafu la pili, hatuna mashaka wala wasiwasi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kama unakubali, mimi piga makofi kwa ajili ya hilo. Na hatujatishika kwa sababu tumemsikia kwa utulivu mkubwa Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi na usalama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwamba mwaka huu hakutakuwa na nywinywi wala nini? Nywinywi. Kwa sababu hiyo tumeendelea kuwa imara, tumeendelea kuwa timamu, na 29 Oktoba mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tumekubaliana itakuwa ni siku ya kuwajibu wahuni wanaotishia kuvunja amani. Tutarusha makombora matatu. Makombora matatu tutakaoyarusha, tulisema kombora la kwanza itakuwa ni kula yetu sisi kwa mgombea wa nafasi ya udiwani anayefaa. Kula yetu ya pili, kwa maana kombora letu, itakuwa ni kula yetu sisi kwa mgombea wa nafasi ya ubunge anayefaa. Na kombora letu la tatu ambalo litateketeza wadui ni kula yetu kwa mgombea wa nafasi ya urais ambaye si mwingine Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana hoye! Vijana hoye! Kwa mheshimiwa mgeni rasmi, sisi sasa hivi tunaendelea kupanga
ya mada ambayo imetukutanisha hapa. Kwa hiyo mimi nishukuru kwa nafasi MC. Karibu kuendelea na utaratibu mwingine. Lakini kabla sijakarudisha maiki kwa MC, ndugu mgeni rasmi, nimkaribishe rais wetu wa TAHLISO azungumze kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu sana Mheshimiwa Rais. TAHLISO